Wengi wetu tumewahi kusikia simulizi kuhusu mashahidi wa Uganda, wafiadini waliokufa kwa ajili ya imani yao. Leo hii Katoliki Moshi Online TV tunakuletea historia kamili kuhusu mashahidi wa Uganda. Walikuwa kina nani? Nini kilisababisha vifo vyao? Na nani alihusika na mauaji hayo? Baki nasi tukujuze zaidi. Msimuliaji wako ni mimi, Petro wa Samson. Karibu. Mashahidi wa Uganda hawa walikuwa kundi la vijana, wanaume na baadhi yao wakiwa watoto, hasa wa makabila ya Baganda, ambao walihudumu katika ikulu ya Mfalme Mutesa wa kwanza na baadaye mwanawe Kabaka Mwanga wa pili. Walikumbatia imani mpya ya Ukristo iliyoletwa na wamisionari mwishoni mwa miaka 1870. Mashahidi hao wanakumbukwa kwa kitendo chao cha kujitolea maisha yao badala ya kuikana imani yao. Chini ya utawala wa Kabaka Mwanga wa pili, ambaye aliona Ukristo kama tishio kwa mamlaka yake na mila za kifalme, mashahidi hao waliteswa kikatili na hatimaye kuuawa katika miaka 1885 hadi mwaka 1887. Kilele cha mateso haya ilikuwa mauaji ya laiki huko na Mugongo mnamo Juni 3 mwaka 1886. Kitendo hiki cha ujasiri, cha kishujaa na ushikiliaji thabiti wa imani yao katika kifo ndicho kimefanya mashahidi wa Uganda wakumbuka na kuheshimiwa duniani kote. Wao huadhimishwa kama alama ya upinzani dhidi ya dhuluma na ushindi katika imani juu ya hofu. Simulizi hii inaanza katika miaka 1880 nchini Buganda, ambayo kwa sasa inafahamika kama nchi ya Uganda. Kipindi ambacho Ukristo ulikuwa umeanza kuota mizizi. Ilikuwa mwaka 1884 ambapo Kabaka Mwanga wa pili alipanda kiti cha ufalme wa Buganda, akichukua nafasi ya baba yake Kabaka Mutesa wa kwanza. Mfalme Mwanga wa pili alikuwa kijana akiwa na umri wa miaka 18, na tangu mwanzo alikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu ushawishi wa wageni, hususan wa mishonari wa Kikristo ambao waliona kuwa tishio kwa mamlaka yake ya jadi. Katika makao ya kifalme ya Kabaka kulikuwa na kundi kubwa la vijana wa kiume waliotumika kama watumishi na wafanyakazi wa mfalme. Wengi wa vijana hao walikuwa wameongokea Ukristo, wakiombatizwa na mishonari wa kanisa Katoliki na kanisa la Anglikana. Kiongozi wa kundi la vijana Katoliki alikuwa Mtakatifu Karolo Lwanga, ambaye alikuwa mkuu wa watumishi katika makao ya kifalme. Mfalme Kabaka Mwanga wa pili alikuwa na tabia mbaya kuagiza vijana hao wafanye naye ngono za jinsia moja. Vijana wa Kikristo wakiongozwa na Karolo Lwanga walikataa kabisa kutii amri hizo za uasherati. Ghadhabu ya Mfalme Kabaka Mwanga wa pili ilifikia kilele chake mwanzoni mwa miaka 1886. Mwezi Januari mwaka 1886 alianza kwa kumuua Askofu Mkuu James Huntington, mkuu wa mishonari wa Anglikana. Kisha hasira yake ilielekezwa kwa vijana wa ikulu alipogundua kwamba baadhi ya vijana akiwemo Yosefu Mukasa walikuwa wakiwahimiza wenzao kukataa amri zake za uovu. Aliamuru kuuawa kwa vijana kadhaa. Yosefu Mukasa, ambaye alikuwa kiongozi wa Wakristo, alikatwa kichwa mwezi Novemba mwaka 1885. Mwezi Mei mwaka 1886 Mfalme Kabaka Mwanga wa pili alitoa amri ya kutisha. Vijana wote wa Kikristo, wa Katoliki pamoja na Anglikana waliokataa amri zake wangeuawa. Karolo Lwanga, akifahamu hatari hiyo, alichukua hatua za haraka. Alibatiza vijana wa mwisho walio tayari kufa kwa ajili ya Yesu, akijua kwamba hii ndiyo ilikuwa fursa yao ya mwisho. Kisha vijana 22 wa kanisa Katoliki na wengine wa kanisa Anglikana walio katika umri wa miaka 13 na 30 waliongozwa na askari wa Kabaka kuelekea mahali pa unyenyekevu ambako wanapaita na Mugongo. Walipofika na Mugongo, kwa amri ya Mfalme Kabaka Mwanga wa pili, mashahidi hawa Katoliki na wenzao wa Anglikana walichoma moto wakiwa hai juu ya kuni zilizorundikwa. Mashahidi 22 wa kanisa Katoliki, wakiwemo Karolo Lwanga na Kizito aliyekuwa mdogo zaidi, walionyesha ujasiri wa ajabu. Hadithi yao ilisambaa haraka na badala ya kuzima Ukristo, mauaji hayo yalizaa matunda mapya. Watu walishangazwa na amani na imani ambayo vijana hao walionyesha wakati wanakabili kifo, jambo ambalo liliwahamasisha Waganda wengi kukumbatia Ukristo. Mashahidi hao wa Uganda walipewa hadhi ya utakatifu na Papa Paulo wa sita mwaka 1964.